mmeshuhudia mara kwa mara kumekuwepo na tuhuma, maneno machafu, mabaya yanayojielekeza katika kuishtumu serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama vile wana nia mbaya na Watanzania. Watu wao wamekuwa wakitukera sana sisi tunaojua ukweli wa mambo, wamekuwa wakitukwaza sana sisi tunaojua ukweli wa mambo, na wakati mwingine tumekuwa tukipata hasira sana kwa sababu ukweli wa mambo unafahamika. Ndugu zangu, hakuna mtu yoyote ndani ya taifa hili hadi hivi sasa ninapozungumza mwenye uhalali wa kumsema vibaya Daktari Samia Suluhu Hassan, mwenye uhalali wa kuisema vibaya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hadi muda huu tunapozungumza. Na uhalali huo unakosekana kwa sababu ipo kazi kubwa iliyo njema yenye athari chanya kwa Mtanzania mmoja mmoja na kwa taifa kwa ujumla iliyofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali yake tangu ameingia madarakani mwaka 2021 mwezi Machi tarehe 19. Nataka niwaambie wasomi wa chuo hiki, uko wakati ambao wazazi wetu wanaotegemea kilimo walikosa ruzuku za pembejeo pamoja na mbolea kwa muda wa miaka kadhaa, hali iliyopelekea gharama ya uzalishaji iwe kubwa na uhakika upatikanaji wa mazao yaliyo bora yanayohitajika katika soko la biashara pamoja na chakula usiwepo. Ila ni mama huyu Daktari Samia Suluhu Hassan mwaka 2021 mwezi Machi, ndani ya kipindi chake cha mwaka mmoja cha uongozi wake, ndiye aliyetoa ruzuku kwa wazazi wetu, kwa walezi wetu, kwa ndugu na jamaa zetu wanaotegemea kilimo kama uti wa mgongo wa uchumi pamoja na kuendesha maisha yao, hali iliyopelekea kuleta nafuu ya maisha kwa mkulima wa kawaida ndani ya taifa letu. Hii ni hatua njema, ulikuwa ni uamuzi mwema sana na kitendo cha kiungwana sana. Wakulima wote ndani ya nchi hii historia hii wanayo. Kumbukumbu hizi za wema Daktari Samia Suluhu Hassan hawajaisahau na hawataweza kuisahau hata mara moja. Lakini huko wakati ambao wazazi wetu, walezi wetu, ndugu na jamaa zetu ambao ni watumishi wa serikali waliweza kukaa katika miaka fulani kadhaa pasipo kupandishwa madaraja pamoja na kuongezewa mishahara, hali iliyopelekea ule moyo wa hamasa wa kufanya kazi kwa bidii kwa maslahi ya taifa unyong'onyee na ufe kabisa. Lakini ni mama huyu Dr. Samia Suluhu Hassan, mara baada ya kuingia kuwa rais katika awamu ya 6, mara baada ya kuingia kuwa rais katika awamu yake ya 6, ambaye alihakikisha watumishi wanaostahili kupanda madaraja wapandishwe madaraja, pamoja na mishahara yao kuongezwa, watumishi waongezewe mishahara yao. Haya yote haya yaliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan hayawezi kusaulika katika kumbukumbu na mioyo yetu kila inapoitwa leo.
Sasa tunasikitishwa sana na tunahuzunishwa sana anapojitokeza mtu kwa nafasi yake, kwa ushawishi wake, anaamua kupotosha umma wa Tanzania na kuiharibu taswira njema ya Daktari Samia Suluhu Hassan, aonekane kama ni kiongozi asiyokuwa na nia njema kwa Watanzania.